Hello, mambo vipi mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Vam TV. Nikukaribishe katika simulizi yako pendwa ya Siri ya Kaburi Lisilo na Jina. Msimulizi wako ni yule yule Ananice. Leo tukiwa tunaendelea katika episode ya 5. Karibu tuendelee kufuatilia mauzauza ya kijiji cha Mpepo. Je, yule mzee ni nani aliyokuwa anamwongelesha Omari? Na vipi kuhusu zile bamia alizojisaidia Jeta? Karibu na tufurahie. Omari alishangaa sana, maana alichoambiwa ni kweli kabisa. Alinyimwa chakula na Lea. Huyu mzee ni nani? Omari akamuuliza mzee kwa sauti ya chini. Wewe ni nani? Mzee akamjibu. Wewe ni mtu mdogo sana hapa. Siwezi ongea na wewe. Hebu nifungulie mlango nikaonane na mfalme. Mfalme hayupo. Omari akajibu kwa ujasiri. Mzee akafumba macho na kuyafumbua. Akatabasamu. Vizuri. Umefanya vyema sana kuficha siri ya mfalme. Ninajua fika mfalme anaumwa. Yupo tena yuko hoi kitandani na watumishi mmepatiwa amri ya kutotoboa siri nje, lakini mficha maradhi kifo umuumbua. Naomba unifungulie mlango nikamwone mfalme, kwa maana amebakiza siku chache tu za kuishi. Omari alizidi kushangaa. Mzee huyo anaongea mambo yaliyofichwa na ufalme, kwa maana ni kweli kabisa mfalme aliyepo madarakani yupo mahututi, na wanaojua hii siri ni watumishi wachache sana, akiwemo Omari. Kitendo cha mzee kumwambia siri zote Omari, akabakia mdomo wazi. Mzee akaendelea kusema, unanifungulia au niingie mwenyewe? Omari akashusha pumzi. Hebu subiri kwanza. Ujue hapa ni kwa mfalme. Hauruhusiwi kuingia kama hauna kibali maalum. Lakini pia wewe, sijawahi kukuona hapa. Wewe ni nani? Mzee yule akamjibu, mimi ni mjumbe wa 6 kutoka himaya ya wafu. Himaya ya wafu? Omari akashangaa. Kijana, nifungulie, muda wangu wa kubaki duniani unakaribia kuisha. Niache nipite nikaonane na mfalme. Na unavyozidi kunizuia, ndivyo adhabu yako inakuwa kali zaidi. Nifungulie tafadhali. Omari hakutaka kumfungulia mzee mjumbe. Siwezi kukufungulia. Uenda umepatia ombewa huko kuhusu mfalme ndio unajifanya una maono. Toka. Kabla Omari hajamalizia sentensi yake, mjumbe akapotea mbele ya mboni za macho yake. Omari akachanganyikiwa, akajikuta akidondoka chini kwa hofu. Alipogeuka ili akimbilie ndani, mbele yake akamwona mjumbe akiwa amesimama. Umeingiaje? Omari alizidi kushangaa baada ya kumwona mjumbe ameingia ndani ya himaya, tena kichawi. Omari akataka kupiga kelele, lakini alikuwa ameshachelewa, maana mjumbe yule alimnyoshia mkono ambao ulitoa mwanga mkali mweupe mithili ya radi. Omari akarushwa mpaka kwenye kiti alichokuwa amekaa, tena akalala kama alivyokuwa amelala. Mjumbe akatazama kushoto na kulia, alafu akachuchumaa chini. Mkono wa kulia ukashika udongo, akapotea. Kisha kimbunga chepesi kikatokea eneo alilokuwa amechuchumaa. Kimbunga kile kikaanza kusogea karibu na nyumba anayolala mfalme. Kimbunga kilisogea taratibu mpaka ilipo nyumba ya mfalme. Lea na mtumishi mwenzie walikuwa wanaosha vyombo nje. Lea akakiona kimbunga kile kikiusogelea mlango wa nyumba ya mfalme. We Amina, hebu ona kile kimbunga kinaingia kwa mfalme. Amina ambaye ni mtumishi mwenzie na Lea akatazama mlangoni, na yeye akakiona kimbunga kikiwa kinaishiria ndani. Haya mambo ya ufalme. Sasa hicho nini tena? Lea akamwambia Amina, ziba mdomo shoga yangu. Ukionacho hapa achana nacho. Lea na Amina wakaendelea kuosha vyombo huku akisindikiza soga za hapa na pale. Mfalme alikuwa amelala chumbani kwake hoi bin taabani. Mwili wake umedhoofu sana kutokana na ugonjwa alionao. Lakini pia mfalme hakuwa na msaidizi wala mke wake. Chumba hichi huwa analala peke yake pasipokuwa na mke wake ambaye alikuwa hapa. Mfalme Malangu umri wake ulikuwa unaelekea kwenye miaka 73. Kichwani kwake kulikuwa na mvi kadhaa ambazo zilidhihirisha ukubwa wake. Akiwa amelala kitandani, kuna upepo mkali ukaanza kuzunguka chumbani kwake mpaka mfalme akashtuka. Aina hii ya kuvuma kwa upepo haikuwa ngeni kwake. Alielewa ni nani amefika hapa. Mfalme akawa anatamani kuufungua mdomo wake, lakini hakuweza. Nguvu za kufanya hivyo hana tena. Mara ghafla upepo kaacha kuvuma. Kisha mjumbe akaonekana akiwa amesimama kwenye kona moja ya chumba. Mjumbe akawa anatazamana na mfalme Malangu. Mjumbe akapaza sauti na kusema, heshima yako mfalme.
Mfalme akatamani kuitika salamu na asiweze, akabaki kuyatoa macho mithili ya mjusi aliyebanwa na mlango. Mjumbe akaendelea kwa kusema, sina muda wa kupoteza, nimetumwa na wafalme 6 nikuletee ujumbe wako. Akanyoosha shingo. Wafalme 6 wamesema hivi, una siku chache za kuishi duniani, umebakiza wiki 6 tu, mwili na roho yako vitengane. Hivyo basi, wafalme 6 watazitumia hizi wiki 6 kumtafuta mfalme mwingine atakayeongoza himaya ya Utambi pamoja na vijiji vingine vilivyopo chini ya himaya hii. Kwa sasa wewe hauna tena thamani yao, kwa sababu ulipatiwa madaraka ukavunja masharti yaliyowekwa na mababu zetu. Huo ugonjwa ulionao wala usiangalie kutafutia dawa. Subiri wiki 6 zifike uende kuzimu. Mapigo ya moyo ya mfalme yakaanza kumwenda mbio. Anachokisikia kutoka kwa mjumbe kimezidi kumtia hofu kubwa. Alitegemea atapona, kumbe ugonjwa wake alionao kupoza mwili mzima hauna tiba. Mjumbe akaendelea kwa kusema, wafalme 6 walikuamini wakakuweka kwenye kiti hicho kuwa mrithi. Kwa makusudi umeyavunja masharti yao, hivyo roho yako itakuwa halali yao. Natambua ya kwamba siku ukifa utaenda kupata mateso makubwa sana kwenye himaya ya kuzimu. Mimi naondoka. Mjumbe akachuchumaa tena, akashika mkono mmoja akaweka chini, alafu akapotea na kugeuka upepo wa kimbunga. Lea na Amina wakiwa wanamalizia kuosha vyombo, wakakiona tena kimbunga kikitoka ndani ya nyumba ya mfalme. Lea alikuwa mtu wa kwanza kukiona, akamgusa bega mwenzie. Amina, Amina. Nini? Hebu tazama pale. Akanyosha mkono kuelekea mlangoni ambapo kimbunga kinatoka ndani. Kwa hiyo kimbunga kimeingia ndani na kutoka chenyewe? Aya mauzauza, nimewahi kuyasikia kijiji cha jirani cha Mpepo. Ina maana imeanza na huku tena? Lea akajibu, hapa kuna kitu. Alafu Amina nikuulize. Niulize. Hii ni wiki ya 6 tangu mfalme apooze mwili. Kwa nini watu wasijulishe kama mfalme wao anaumwa? Na kwa nini sijamuona mganga akiletwa kumtibu mfalme? Lea aliuliza swali kwa kumkodolea macho Amina. Amina akashusha pumzi kabla ya kujibu swali la Lea. Mambo ya kiutawala tuachie wao. Je, kama mganga wao anakuja kwa siri, utajua wapi? Na wakati wewe ni mpishi tu hapo. Alafu hii mada naomba tuiache kabla Malkia hajaamka. Si unamwelewa alivyo mkali? Hivi bado hajaamka tu mpaka sasa hivi? Amina akaguna. Si unamjua vyema alivyo mvivu. Lea akavuta kiti kidogo aina ya kigoda akakaa. Akampatia Amina ishara ya kukaa. Wote wakawa wamekaa, wakaacha kuosha vyombo na kuanza kupiga umbea. Amina akageuka kushoto na kulia, kisha akatega sikio. Kuna nini Lea? Inaonekana una ubuyu. Ubuyu wapi? Nachojiuliza, kwani siku hizi Malkia halali na mfalme? Hata mimi sifahamu. Ujue tangu mfalme apatwe na matatizo, Malkia anafanya mambo yake kivyake tu. Lea akavuta pumzi na kuitoa. Haya ndiyo madhara ya kuwa binti aliyekuzidi umri. Mfalme asingalimwoa huyu, mambo yangelikuwa shwari kabisa. Amina akaguna. Lakini nasikia mfalme aliwahi kuwa na mke mwingine kabla kumwoa huyu wa sasa. Huyo mke wake yupo wapi? Kama yupo, si angerudi aje kuiongoza himaya? Mimi sidhani kama mfalme akifa Malkia ataweza kutuongoza. Na alivyo na lomba. Kabla Lea hajamaliza sentensi yake, alipotupa macho yake mbele, akamwona Malkia akitoka ndani ya nyumba ya watumishi. Nyumba ambayo imejengwa kwa miti na tope. Amina alipoona rafiki yake amekodoa macho nyuma yake, na yeye akageuka kutazama nini amekiona Lea. Wote kwa pamoja wakamwona Malkia akiwa anajiweka sawa nguo zake. Walipomuona, wakajipanga kuosha vyombo, maana kama Malkia akigundua amemuona, lazima watapata adhabu. Lea akamwambia Amina kwa sauti ya chini, mimi naona tuondoke haraka kabla hajageuka huku. Lea na Amina wakaviacha vyombo kisha wakanyata taratibu kuzunguka nyumba. Hawakutaka waonekane na Malkia, lakini pia hawakutaka Malkia afahamu kama wao wamemuona akiwa anatoka kwenye nyumba ya mtumishi wa kiume. Malkia hakuwa na hili wala lile, akatazama kushoto na kulia, kisha akajongea taratibu uelekeo wa nyumba ya mfalme. Alifika mlangoni, akatazama kushoto na kuviona vyombo vilivyokuwa vinaoshwa na Amina pamoja na Lea.
Malkia akaingia ndani. Malkia Penina ana umri wa miaka 41. Aliolewa na Mfalme Malangu akiwa na umri mdogo sana. Ingawaje umri wake umeenda, lakini umbo lake zuri halikuwa limepotea. Urembo anaopakwa na utumishi wake wa kike ndio unazidi kumfanya onekane kama binti wa miaka 20. Malkia Penina hupenda kuvaa nguo za kumelemeta pamoja na taji kichwani lenye athiri ya madini. Lakini kwa siku ya leo mavazi yake yalikuwa tofauti kidogo. Malkia ametoka kwenye nyumba ya mtumishi wa kiume akiwa amejifunga kanga nyeusi ambayo imeacha asilimia kubwa ya mapaja yake nje. Vile vile Malkia hajavaa korona yake kichwani. Lea na Amina walijificha nyuma ya nyumba ya kifalme mpaka pale Malkia alipoingia ndani, ndipo nao wakarudi tena walipokuwa. Na awamu hii hawakutaka kupoteza muda, wakabeba vyombo vyao taratibu na kutoka eneo hili, maana wanamwogopa sana Malkia Penina. Lea na Amina wakaelekea jikoni ambako kulikuwa na wamama watatu wanaohusika na kupika. Mama mmoja baada ya kuona Lea na Amina wamerudi akashika kiuno. Hivyo vyombo hamjamaliza tu kuviogesha? Tatizo lenu mnapenda sana umbea. Badala ya kuchukua vyombo mje muoshee huku, eti imebaki navyo huko huko. Haya, hamjamaliza kuviosha. Tukiongea tunaonekana tunagubu. Lea na Amina wakatazamana, kisha wakakunja midomo. Hawakumjibu mama huyu ambaye kiumri ni mkubwa kuliko wao. Mama yule akaendelea kugomba. Nyie mabinti, sijui nani atawaoa. Waone vichwa vyao wenyewe kama papai za mpepo. Wamama wengine walikuwa wanapika jikoni wakacheka kwa pamoja. Lea na Amina wakampita mama aliyekuwa anagomba. Wakaingia jikoni na kuweka vyombo ambavyo hawajaviosha. Lea na Amina wakashika viuno vyao, kisha akaanza kutekesa nyonga zao kwa mguu mmoja. Midomo yao waliikunja kwa kuelekeza juu. Halafu macho yake yanatazama mama hawa mmoja baada ya mwingine. Yaani wamedhamiria kabisa kuwachamba wamama wenye umri sawa na wazazi wao. Lea akamtazama yule mama ambaye amesimama mlangoni, yule aliyowapokea kwa lawama za maneno. Akampanisha juu chini kwa dharau, kisha akasema, eti nani atatuoa? Hivi unadhani tutashindwa kuolewa kama wewe ambaye wanaume wanakuacha kwa kunuka shombo? Chefu, wewe mtoto shika adabu yako. Yule mama akakasirika. Amina kaingilia ugomvi. Shika mwenyewe, hiyo adabu ingekuwa adhabu ungetumia kununua maji ya kuoshea hicho kidude chako. Mama wa pili akasimama kwa mshangao. Nyie watoto mna midomo michafu sana. Maneno haya lazima Malkia yapate. Lea na Amina wakamgeukia. Amina akajibu kwa dharau. Mdomo mchafu ni wewe ulionao. Kwanza hujaswaki unanuka. Lea na Amina wakaziba pua zao. Mama watatu alikuwa amekaa, akasema, mnachambana na wazazi wenu? Hii ni laana kubwa ambayo Lea akadakia. Wewe mama wewe, hebu kaa kimya huko. Unajua nini maana ya laana? Sungemlani mwanao anayetembea na jimama. Jimama? Mama yule akasimama. Amina akamshika mkono Lea. Hebu twende, naona mama mtu anataka kumfahamu mkwe wake. Lea na Amina wakatoka nje na kuwaacha wamama hao watatu wakiwa wameduaa. Kila mmoja ampatiwa bango lake ambalo limemwacha mdomo wazi. Mama aliyekuwa amesimama mlengoni akageuka. Mama Kevin, usiwe na mawazo. Wale ni watoto wanalopoka tu. Mbona Kevin alivyo mpole hivyo eti atoke na jimama? Kwanza Kevin hawezi ruhusu hili litokee. Mama Kevin ni mwanamama ambaye ameambiwa na Lea kwamba mtoto wake anatoka kimapenzi na jimama, yaani mwanamke anayemzidi umri. Kitendo hiki kilimuuma sana mama Kevin. Mama Kevin akashusha pumzi. Lisemalo lipo, na kama alipo laja. Hawa watoto hawezi lopoka hivi hivi. Na ninachofia zaidi, Kevin ana mchumba tayari. Haya maneno yakitapaa kijijini, unadhani nitaweka wapi sura yangu? Mama wa pili, hebu achaneni na hayo. Dawa yao ipo motoni. Tuendeleeni tu kuandaa kifungua kinywa cha Malkia. Mama alikuwa amesimama mlangoni akadakia. Hivi, leo zamu ya nani kwenda kumnyosha uji mfalme? Mama Kevin akajibu kwa unyonge. Ni yangu. Mama wa kwanza akajibu. Basi nitakusaidia, maana naona Lea na Amina wamekuvuruga akili. Wamama hao watatu wakaendelea na shughuli zao za jikoni. Wakagawa uji wao mfalme, uji mwingine wakaweka kwenye vyombo kwa ajili ya kutumika na watumishi waliopo hapa kwa mfalme. Na huo ndio mwisho wa episodi ya 5 ya simulizi yako pendwa ya Siri ya Kaburi na Lisilo na Jina. Je, ni kitu gani kinafuata? Je, hicho kifo cha mfalme kilisababishwa na nini? Au maradhi ya mfalme yalisababishwa na nini? Ni masharti gani aliyokiuka? Tukutane katika episodi ya 6 kuyajua zaidi. Nikutake tu usiache kusubscribe, kucomment na kushare. Bye.